nipe mafuta ya kusema maneno yako na kusudia niseme nao katika jina la Yesu. Amen. Ujumbe wangu, andika maisha ya imani. Andika maisha ya imani. Kitabu cha waraka wa Yuda mstari wa 3. Katika Biblia sura zenye vitabu vyenye sura moja huwa tutaji sura, tunataja mistari tu. Kwa hiyo Yuda 3. Maana yake kama ina sura moja utajua maana yake ni sura ya kwanza mstari wa 3. Inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari za wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imelazimu kuandikia ili niwaonye na kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, ishindanie imani. Ishindanie imani. Mwambie maisha yetu ni maisha ya imani. Maisha yetu ni maisha ya imani. Wateule, maisha ya mtu wa Mungu kila mahali ni maisha ya na wakuibie kitu chochote, usiibiwe imani. Kwa sababu imani itarudisha vyote vilivyoibiwa. Poteza kila kitu, ibiwa kila kitu, lakini usiibiwe imani, usipoteze imani. Fiwa vyote, usifiwe imani. Jamani, amina. Gairisha vyote, usigairishe imani. Piga uwa, garagaza punda afe, mzigo ufike, imani uendelee kuwa nayo. Paulo anasema imani nimeilinda. Hasemi mwendo nimeumaliza tu, anasema mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Maana yake nini? Unaweza ukamaliza mwendo alafu usilinde nini? Imani. Jamani, amina. Maisha ya imani. Hebu sema maisha ya imani. Maisha ya imani. Nina maeneo matatu nitazungumza na wewe haraka kuhusu imani. Mambo maeneo mangapi? Matatu ambayo yana vipengele vyake vidogo vidogo. Eneo la kwanza unayeandika kwenye somo la maisha ya imani. Imani ni nini? Imani ni nini? Watu wa Mungu, mara nyingi mtu anapokuuliza swali imani ni nini, usimjibu haraka. Jamani, amini. Ili umjibu imani ni nini, lazima umuulize swali. Ingawa katika mawasiliano moja ya kitu kinauzi ni ukiuliza swali na wewe ujibu unauliza nini? Swali. Lakini ni ukweli sio pingika. Kuna baadhi ya majibu ya maswali ili ujibu ni lazima uulize imani. Ni lazima ufanye. Kwa mfano, mtu ulienda mahali, alafu hapo mahali ulipoenda pametokea mauaji, alafu naulizwa pale ulienda, alafu jibu lilikuja. Unaweza kusema nilienda kwa ajili ya nini? Au ukisema ndio nilienda, unaweza kujaziwa na la pili na kuua alimu. Unaona? Kwa hiyo unapouliza imani ni nini, ni muhimu na wewe ulize. Swali lako ni kwamba muulize iliyoandikwa wapi. Imani ni nini? Wewe uliza iliyoandikwa wapi. Kwa sababu imani imeandikwa maeneo mengi na kila eneo iliyoandikwa ina maana yake. Hatuna maana ya jumla ya imani. Jamani, amina. Ndio, hatuna maana ya jumla. Muulize iliyoandikwa wapi. Sasa leo nataka nikufanyie majumuisho ya majibu ya imani kama mawili. Jibu la kwanza la imani ni nini? Ni jumla ya mambo yote ya itikadi yetu tunayoyaishi. Ni jumla ya msimamo wetu. Inaitwa nini? Imani. Kwa mfano, kama ukiamka lazima uombe, huwezi kula chakula mpaka uombe, huwezi kunywa pombe, huwezi kuzini, huwezi kupigana. Hiyo ni nini? Ni imani. Msimamo wako, yale unayoyaishi, na yeye ndiye ambaye yameandikwa kwenye kitabu hiki kwamba ushindanie. Yaani endelea hivyo hivyo kuwa
sio mlevi, kuwa sio mzinzi. Endelea hivyo hivyo kuwa sio mpiganaji. Endelea hivyo hivyo kumwamini Mungu na kuomba. Hayo maisha yako ya imani endelea nayo, yashindanie, usiyaache. Mtu anasema unayaachaje? Unayaacha kwa kuacha moja moja. Ulikuwa upigani, unapigana. Ulikuwa uongopi, unaongopa. Ulikuwa unaacha ibada, unaacha ibada. Umeanza kuacha mambo yanayoitwa nini? Mambo ya imani. Umeanza kuyashindania. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza ya imani ni msimamo wetu. Jamani, amina. Ni msimamo wetu, ni tabia yetu, ni maisha yetu, ni mipangilio yetu ya maisha. Inatutengenezea mtu aseme huyu, hiyo ndio imani yake. Kiasi kwamba mtu mwingine anaweza kuambia leo kuna nini, kuna kigodoro, anasema huyu hawezi kuja. Kuna siku hizi Kiswahili cha sasa hivi wanasema hivyo sio vitu vyake. Hivyo sio nini? Sio vitu vyako. Mambo ya kwenye kigodoro sio vitu vyako. Unaona? Au mambo ya muziki ya Diamond Shina nini na Alikiba sio vitu vyake. Wanakuelewa kabisa kwa mipangilio yako ya maisha. Kuna vitu sio vitu vyako. Sasa hiyo ndio ushindani. Isitokee sasa mara moja mchungaji anakupigia mchungaji Yesu. Tulikuwa rafiki yangu aliniambia twende kuna nani ngoma sehemu, nikaenda. Hawe pale walisema haolewi kasagaolewa na kuna dela pale, mpendo wa Bwana. Na tumeshaiba hapa, tunachezeaga wapi? Tunachezeaga hapa. Sasa wanaenda kuchezea kule kwenye vigodoro. Hapo umeshindwa kwenye masuala ya imani. Lakini tafsiri nyingine ya imani ni uhakika na Mungu wetu. Ndio ile inaandikwa Ibrania 11. Imani namba 2 ni vile tunavyomwamini Jehova ya kwamba hashindi kitu. Vile tunamwamini Jehova ya kwamba yale yameshindikana na madaktari, yeye hashindwi. Tegemeo letu kwa aliye mkuu kuliko wakuu wote. Jamani, amina. Na ninakutia moyo, tegemeo hilo ni la hakika. Tegemeo letu kwa Mungu ni la hakika. Watu wanashangaa, huyu mtu anajenga lakini hajaita mganga. Kwa nini hajaita mganga? Anao tegemeo lake kwa Mungu. Watu wanashangaa, huyu baada ya kuumwa. Mimi nashangaa, siku hizi tunawapenda kote, hawaiti wapenda kote, ni wapenda kote. Yaani mtu anauma hata nakubali amvalishe irisi kwenye kwapa. Kweli? Yaani una wasiwasi na huyu Jehova aliyegawanya bahari ya Shamu, na wasiwasi naye. Una wasiwasi naye. Unaenda kupiga makalamuli eti kwa mganga. Eti anasema nisaidie na mimi nitakusaidia. Hilo andiko gani? Sababu yako. Hakuna andiko la namna hiyo. Tunamwamini Mungu kiasi kwamba hatuna wasiwasi na chochote. Hatuogopi chochote. Hatufadhaiki chochote. Hatutishi na taarifa yoyote. Maana tunaye Jehova. Hata madaktari wakitupa taarifa ya afya zetu, hatuna mashaka. Tuko naye Jehova. Hata watu wakitupa taarifa ya kutuacha kwamba tutakuwa peke yetu, hatuna wasiwasi. Tunaye Bwana ambaye amesema hatakupungukia wala hatakuacha. Yeye haachi mtu anayemtegemea. Hatutishwa tutikisiki na chochote. Hata kama hatuna chakula kesho, baada tumekuja kumwabudu Bwana, tunajua yeye ndiye riziki yetu. Hata tupa kesho, hata kama nguo zetu zinachakaa, hakuna wasiwasi. Yeye ndiye aliyewavika Waisraeli nguo jangwani miaka 40 hawakuwa uchi wala wakutembea peku. Aliwasaidia. Imani ni uhakika na Mungu wetu tuliye naye. Tikisa jirani yako, mwambie una uhakika na Mungu kiasi gani? Muulize tena swali. Hivyo una uhakika na Mungu kiasi gani? Kuna mtu anaambiwa hapa ana wasiwasi na ugali tu wa mchana. Ana wasiwasi na mboga tu. Una wasiwasi na Mungu kiasi gani? Mimi Mungu wangu ni sina wasiwasi naye kabisa. Sina wasiwasi naye kabisa. Sisi kwa kuangalia mfukoni na muangalia yeye. Sisi kwa kuangalia kihenge na muangalia yeye. Sisi kwa kuangalia mani na muangalia yeye.
anajua tunayohitaji. Mtu mwingine na wasiwasi na kuolewa, wewe vipi? Wewe mwabudu Bwana, wachumba watakuja tu tena saa moja. Bwana anamwambia kwa ajili yako. Haijalishi hajui hata kusoma, kuna wengine hawataki wasome. Wanajua wasome wapungua, wasumbufu anakuja na kubeba wewe mwenyewe mzima. Haijalishi hata hujui kupika, yeye atajiri wapikaji. Wanasomea upishi, wewe unaitwa mama wa nyumbani. Alafu na mesa na vidole vinakaa kama chanuo ya makonde namna hii. Darasa la 7. Wajibu. Haleluya. Kuna mtu anamsaidia hapo? Amina. Kuna mtu anamsaidia hapo? Leo nilikuwa na hama chumba kwenda chumba kingine. Sasa nikawa namsaidia mke wangu kupanga, nikamwambia kasema, "Sasa una nguo nyingi. Hizi nguo tutafute soko." Akasema, "Sasa mimi nitafanyaje? Ninakuja tu. Mungu aende Jehova." Nilipoulizana nikasema, kuna wakati huwezi kuzuia nguo zisije. Jamani, amina. Huwezi kuzuia nguo zisije. Zishike mapema na mabeo namna hiyo. Paka nikasema, kweli kuna Mungu. Afu nikawaza huyu dada anapomtafuta Mungu, anapoomba. Nikawaza wakati alikuwa anaimba mapambio, kama wadada mnaimba mapambio hapa, anapomtazama Jehova. Nikawaza mapito yake aliyopita. Nikasema huyu Mungu anataka tu. Watu wana mabeo. Acha kuwa na wasiwasi na Mungu. Na kama uko hapa una taarifa mbaya na afya yako, una taarifa mbaya ya sijui madaktari walikupima walikwambiaje, Mungu anapangua hizo taarifa katika jina la Yesu. Wewe unaishi na mtu aeleweke amekuwa kama Idi Amin. Nakwambia hatakuwa Idi Amin, atakuwa Idi Dada. Mungu atambadilisha yule mwanaume anayekataa wokovu. Wewe uko sehemu na ndugu anakupiga vita, unaonekana sio chochote. Nakwambia wewe Jehova atafanya ueleweke mpaka hakuna kikao atakaa bila kukuita wewe kwenye kikao hicho. Jamani, amina. Hapo nimemaliza kuhusu imani, kwamba imani ni nini. Si nimemaliza leo? 2. Kile watu ambao hawajui kuhusu imani. Kile ambacho watu hawajui kuhusu imani. Mwambie jirani yako, wewe unafikiri unajua mambo yote kuhusu imani? Mwambie ujui. Mwambie leo nitakwambia bila ujui. Jamani, amina. Leo nitakwambia kile hujui kuhusu imani. Na ndiko vingi mchungaji, lakini nitaongea vitatu. Cha kwanza, kile ambacho watu hawajui kuhusu imani, kuwa ni kiwango kidogo tu cha imani Mungu anakitaka. Kwa nini uongo? Nataka niulize, Mungu anataka imani kulia, mchungaji Joyce? Mungu anataka imani kulia. Anasema wewe na imani kiasi gani? Muulize jirani kwamba kama haipo Yesu kupe tu. Hivi unajua punje ya radari ni ndogo kuliko nini? Kuliko urezi. Unajua hiyo? Muulize hata hiyo una. Kuna watu wanafikiri lazima uwe na imani ni kubwa. Kiasi cha punje ya radari. I'm telling you, hata kama umekuja hapo na kaimani kadogo, nasema God bless you. Kuna hapo kadogo vitu vitatokea. Yesu anasema mtu akiwa na imani kiasi cha punje ya radari anaweza kuambia mlima ng'oka, ukang'oka. Na mlima unaotaja hapa ni matatizo, ni majaribu, ni shida, ni yale yasiyowezekana. Hayahitaji imani kubwa, wahubiri wakubwa, yanahitaji imani ndogo tu. Imani ndogo tu. Wewe unatembea umekuja kanisani hapa, unatembea unafikiri una matege, unawaza naenda kusali, sijui atakuweje, mara ukwazike, usogeuke kama matuta na viazi, lakini unakuja tu, ubarikiwe umekuja na kaimani kako hapo. Bwana kuna jambo anatenda kwenye maisha yako. Kuna wakati unajishitukia, unasema hivi Mungu ananitaka. Nilivyo hivi Mungu anakutaka, nakutaka Mungu nataka nikwambie. Anakutaka maadamu umeteremkia umeingia hapa. Pamoja na mapungufu yako, masumni yako hayo ulionayo, lakini umeingia hapa. Una kiasi kidogo hicho cha imani. Mungu anakitaka hicho. Watu waelewe.
na huwabeza. Watu wenye imani ndogo huwabeza wakifikiri Mungu hawaoni. Lakini na kuambia kwa neno la Bwana, kiasi Mungu anachotudai cha imani, anatudai kiasi cha punje ya haradali, kiasi kwamba anayekosa anatakiwa apigwe viboko aende Segerea. Punje ya haradali, muulize jirani yako, hata hiyo una? Huna hata punje ya haradali. Kivipi? Kivipi? Lakini jambo la pili, andika ile punje ya haradali. Mchungaji, ile andiko la punje ya haradali ile liandike. Shughuli andike. Hebu liandike. Ngoja tuone. Tuandike ile punje ya haradali. Haradali. Andika kitabu cha Mathayo Mathayo 17:20. Punje ya haradali. Nimeeleza kile watu hawajui kuhusu nini? Imani. Nimesema moja, nimesema nini? Kuwa ni kiwango kidogo sana cha imani ambacho Mungu anatudai. Mbili, kwenye kile ambacho wafahamu, jambo la pili ambalo hawajui, imani haijawahi kutembea peke yake bila kufuatiliwa na mashaka. Hicho watu hawaelewi. Mwambie jirani yako, imani haijawahi kutembea peke yake. Imani haijawahi kutembea. Hakuna hata cha imani ya mchungaji wenu haijawahi kutembea peke yake. Hata akisema najenga jengo moja kubwa, lakini ana ubavuni hapa pembeni pana kitu kinasema utaweza, mimi naweza kweli, na ni kikubwa tu sio kidogo. Imani haijawahi kutembea peke yake. Inatembeaga na mashaka. Mashaka anakuwa iko pembeni hapo. Mwambie jirani yako, unajua hilo, kwamba imani haijawahi kutembea peke yake. Sasa wengine wanafikiri kwa sababu imani haijawahi kutembea peke yake, wakati mwingine mashaka wao wanamfuatilia imani, wanaona basi hapa hamna nini, wacha nitembee pamoja tu. Na tukatembea na mwizi na ukawa sio mwizi bana. Wewe vipi? Mtu mmoja nielewe. Si kama kuna maiki mchungaji na bali sasa kusomea mtu mmoja. Hapo ni kueleza moja kati ya mengi, lakini mfano mwingine tu baadaye. Injili ya Yohana sura ya 11. Sura ya 11 mstari wa 21 na 22. Usomee uone. Mwambie jirani yako, imani haijawahi kutembea peke yake. Kwa hiyo nataka nikusaidie kitu kimoja. Unapoamini Mungu kuhusu jambo fulani, alafu unakabiliwa na mashaka kwenye hilo, don't worry. Ni kawaida. Mwambie jirani yako, ni kawaida. Tena sio mashaka ya moyoni ya kunyamaza, mashaka ya kuongea kabisa. Kwamba hili ni gumu. Bado nasema, inawezekana baadaye gumu. Unapaka mastaki nataka. Sasa nitakueleza nini cha kufanya. Lakini kigumu cha kufanya, imani inatakiwa itangulie hata hatua moja tu. Kwani mshindi huwa anashindwa kwa asilimia ngapi? Yaani mnakimbia mbio. Kimbia mchungaji Joyce. Kimbia. Yaani kuna wakati wao wanapima unyayo tu. Mwingine yuko hapa nyuma. Kuna mtu anasema alishinda unyayo yuko. Tena napita kabisa mpaka yule aliyekuwa yuko nyuma anapita anapitiliza, lakini uko anapitiliza endage tuliambia tuishie hapa, mimi ndio nimetangulia. Nisomee 11:21-22. Hapo nakwambia huko. Yohana Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 20 unasema, nisikilizeni sana nyinyi ambao mnapenda kusoma. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki. Akaenda kumlaki. Na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Mstari wa 21. Ndiyo. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lazaro asingelikufa, na kwa nini wewe ni mtenda miujiza? Mstari wa 22. Lakini hata sasa najua ya kuwa. Umesikia? Hata sasa. Hebu mwambie mwenzako hata sasa. Najua ya kuwa yoyote utakayo. Najua ya kwamba lolote utakalomwomba Mungu atakupa. Hiyo ni imani, sio imani? Imani. Soma 24 huyo. 24 anasema. Martha akamwambia tena Yesu, najua ya kuwa atafufuka katika mwisho Bwana, siku ya mwisho. Hebu sema Martha
Kushika lipi? Kushika lipi? Mstari wa 22 Martha anasema I believe, ninaamini lolote unalomwomba Mungu hakuna kinachoshindikana. Mstari wa 22 analia mwanamke, lakini inakuja imani juu yake. Na hii imani sio mtindo wa maisha. Hii imani ni tegemeo lake la hakika kwa Mungu. Anamuelewa Yesu ilivyo. Anajua ya kwamba Yesu hashindi jambo lolote. Anamwambia, japo kuwa ndugu yangu amekufa, lakini wewe ninavyokufahamu sio mwanadamu wa kawaida. Lolote unaloweza kulitia kwa Bwana Mungu wa mbingu na nchi linawezekana. Mstari wa 22 anasema hawezi kufufuka. Nataka nikwambie, afadhali watano waulize. Wewe waulize, afadhali ufufuka au kufufuka? Hivi unafikiri imani ya Masa ilisaidia au kusaidia? Yesu alinukuu kile cha kwanza. Mwambie mwenzako, hata kama una mambo ya kijinga, wao unaongea point. Wao unaongea point. Point wazi na shida. Nikwambia miongoni mwa point nilizoshika kwa mke wangu. Mke wangu aliwahi kuniambia hivi, hata ukifa kesho, miongoni mwa mambo sita sawa kwenye maisha yako, unajali sana familia. Ile neno ninalishika mpaka leo. Hata mapoint yake mengine ningekacheka. Unajua kwa nini nilitouch kwa kumbe huyu anaelewa kwamba anajiona. Alisema kutoka moyoni kwamba unajali sana familia wewe. Hapo mimi nikasema wewe ndio mimi. Sasa na Yesu akashika point ile. Mwambie jirani yako wewe na point hata kanisani. Tujishike sio kila siku tunaongea ulojo. Uwe na point. Hapo kimkonfisha mchungaji akumbuke kuna siku isema mchungaji jipe moyo, hii kazi sio yako ya Mungu. Watashindwa wengine lakini Mungu atasimama na wewe. Akumbuka anataka kukupa adhabu kwamba kuna siku alitoa point. Sasa kila siku tunaongea utwala. Hata ueleweke. Asubiri mpaka jioni waovyo. Unaongea kama mlevi. Mungu katika mambo mengi tunayoongea mbele yake, huwa baadhi ya point anazishika. Kuna mtu ananielewa? Huwa baadhi ya point Mungu anazishika. Ule ujinga najua kaongea kiujinga, lakini ile naishika. Ile ya kwanza ilikuwa konki aliyosema ya kwamba wewe ninaamini hakuna kitu kinakushinda. Yesu akanotisi kwamba huyu ananielewa. Hii ya pili alikuwa anajua na kujisemesha. Kujisemesha kupo. Hata anataka na kujisemesha. Unafikia hata yeye amekuja kwa shangazi. Anajisemesha au wewe mwenyewe tukakucheka. Na kuna sababu anamevuta kwa utaratibu fulani. Mpaka nikasema nataka kudhibitisha, nataka kwenda naye ama nafanya bla bla. Nikasema kama nilikuwa nimeamua kwenda naye, kwa nini kilishinda? Lakini nilipimo tu kwamba ameongea ili nisionekane asionekane ameniacha. Ndio maana tunasema mwanamke wewe tuombe twende mjini, akikwambia siendi, alafu kasema nikitaka. Atakwambia uliongea mara moja tu. Wewe uliongea mara moja. Unajaribisha. Imani inaweza kusafiri pamoja na mashaka. Lakini kusafiri pamoja na mashaka haina maana haitatoboa. Watu wengi wenye imani walipitia mashaka makubwa. Mashaka makubwa. Kama uamini, nikuletee kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 2. Umuone baba wa imani. Soma mchungaji. 17 mstari wa 2. Umuone baba wa imani anaitwa Abraham. Wangapi mnajua habari za Abraham? Ni jambo lenye shaka kwamba Abraham alikuwa ana imani. Ni jambo lenye shaka. Si baba wa imani huyo. Soma 17:2 uone. Unaposema imani usafiri pamoja na mashaka. Soma uone. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 2. Ndio. Soma. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Mungu anamwambia Abraham, mimi na mpango wa kufanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitakuzidisha sana sana. Nitakuzidisha sana sana.
Soma mstari wa pili. Endelea. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mstari wa 4, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Mstari wa 5. Hebu soma mstari wa kwanza. Naona kuna point ni chake inaondoka. Mstari wa kwanza. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mstari wa 2. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana. Mstari wa 3. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. 15 mstari wa pili. 15 mstari wa pili. 15 mstari wa pili, Biblia inasema, Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Msikia Abrahamu anaposema. Sasa wengine mnaweza mkasema Abrahamu anaposema maneno haya, Mungu hajamtamkia ahadi za baraka. Alimtamkia kabisa mapema anapomtoa ule wa Kalidayo. Lakini hapa anamwambia Mungu, utanipa nini mimi? Mimi naona kabisa nenda zangu mzee, hapo atakaye miliki nyumba yangu ni nani? Ni huyu. Fanya kazi. Utanipa nini? Sometimes tunamwambia Mungu, utanipa nini? Abraham ana mashaka hapa ya wazi. Kama haya hatoshi, fungua kitabu cha Ayubu. Mtu mwingine mwenye imani ni Ayubu, sura 10 mstari wa 28. Nazungumza mambo ambayo watu wengine hawajui kuhusu imani. Imani huwa inapatana na mashaka. Mashaka hufuatilia sana imani. Kama wewe unaona mashaka mengi, usikate tamaa na haya mashaka. Imani itatoboa tu. Haya mashaka yako ni ubinadamu. Amen. Usije kufikiri mbona ninaogopa hivi. Ili litatendeka pamoja na woga. Narudia tena, litatendeka pamoja na woga wako. Ili tukuze Jehova kwamba kumbe kuna Mungu atendaye mambo makubwa. Kwa nini? Mungu anajua uwezo wetu wa kuamini, anajua uwezo wetu wa kustahimili, anajua. Maana mtu ukiingiza woga anaelewa huyu anaogopa kwa kuwa ni mwanadamu. Ayubu sura 23 mstari wa 8. Ayubu 23:8. Ayubu 23 mstari wa 8, Biblia inasema, tazama naenda mbele wala hayuko, narudi nyuma lakini siwezi kumuona. Sikiliza wewe. Mwambie leo unasikia Ayubu anasema. Anasema naenda mbele Mungu, narudi nyuma Mungu. Ngapi hawajapita vipindi na Mungu? Huyu ni Ayubu, usikudini nani? Ni Ayubu wewe. Ambaye Biblia inamsifu. Haya ni maneno yake, sio ya kusemewa. Anasema yeye kwenye safari yake ya maisha anaona anaenda mbele, Mungu hawaini. Mungu anasema hapa nimekimbia mno, nirudi nyuma. Anarudi nyuma na penyewe na sio nyuma tu. Ongeza kusoma hapo. Mstari wa 9. Na mkono wa kushoto afanyapo kazi, lakini siwezi kumuona. Ukificha upande wa kuume hata nisimuone. Yaani anaongelea utendaji wake. Niangalie mikono yake inayotenda kazi wa kushoto na kulia, ni kama namuona amejificha. Ni kama naona anafanya nini? Sikiza mstari wa 10. Lakini yeye alijua njia ninayoendea. Akisha kunijaribu. Na kwamba kisha kunijaribu hivi, nitatoka kama dhahabu. Mwisho nitatoka kama dhahabu. Makofi Bwana. Haya mengine ambayo amesema, mimi na yeye Mungu anajua njia ninayoendea. Naye na baada ya kunijaribu hivi mimi nitatoka kama dhahabu. Gonga nguli pa. Mwambie jirani yako usiongee pumba tu. Na ongea tena mwambie usiongee pumba tu kila wakati. Ongea cha maana. Mungu ataondoa pumba, atabakisha cha maana. Makofi kwa Bwana Yesu wale wanaonielewa. Hiyo ninazungumza eneo la pili kwamba imani haijawahi kutembea nini peke yake. Na tumeona hapa hata wale wenye imani jinsi ambavyo walikumbwa na mashaka mengi.
Lakini jambo lingine ambalo la kile ambacho watu hawaelewi kuhusu imani. Imani hukua ama huongezeka. Mwambie jirani yako, unaniona hivi nilivyo? Mwambie tena jirani yako, unaniona hivi nilivyo? Kama imani yangu ni ndogo, nivumilie. Inakuwa. Kesho utaiona hivi. Makofi kwa Bwana Yesu. Imani huwa inakuwa. Imani huwa inaongezeka. Ndio maana Mungu amekuleta ndani ya kanisa na kaimani kako kadogo, lakini katakuwa. Na yako mambo yanayokuza imani. Matukio ya maisha yanakuza imani. Kusikia kwingi kwa neno la Mungu kunakuza imani. Maana maandiko yanasema imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Maana ukitaka uwe nayo nyingi, sikia sana 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 maneno. Mimi ninaponiona hivi sikuwa hivi zamani. Imani yangu imekuwa. Imekuzwa na matukio. Imekuzwa na kusikia. Nimesikia sana maneno ya Mungu kutoka kwa watu wengine. Na imani yangu inaongezeka kila uchao. Kwa nini ubaki na kaimani kadogo? Mwambie jirani yako, usibaki na imani ya kianzio hiyo. Yaani mimi nataka nikwambie, hata level yangu ya kunikwaza mimi mtu ili niache Mungu. Sasa nimepita level zote. Nimepita level ya mshirika, nimepita level ya shemasi, nimepita level ya mzee wa kanisa, nimepita level ya mchungaji, nimepita level ya askofu. Nimepita na naamini, nilivyo mimi naamini, hata mke wangu anaweza kuniambia, hivi mama naomba nikuishi. Ulipoishi na mimi naona askofu anaweza kuvunja moyo niache Mungu. Hata yeye anajua kwamba wewe sio kuacha huduma hivi. Yaani hata askofu mkuu hawezi nikasema kanikwaza. Mama kutokana na alivyokwaza hivi. Ndio kalime ni magoto. Sasa wewe kwanza unamshika. Wengine wanapata na mtu hata na nafasi kwa mchungaji hapo. Kama mkwaza, mwingine kujitatu tunakuja kufundisha paya, amekwambia usi. Ndio viatu vile kama mpaka wa Masai. Na achia kwa yao. Fikeni mwenyewe. Ni kwa kingine cha chini. Amina. Tunaacha kanisa. Juzi mtu mmoja amepigia simu kwa mshirika, kiongozi mmoja amepigia simu mshirika. Anasema mshirika, naona tangu Januari mpaka sasa hivi hujatoa zaka hata shilingi. Mimi sina hela, kwani nikukosa hela? Bwana kaka wazazi wako kakasirika. Unatungana. Kaja kwangu. Kapimba uso, unafikiri uso wa kihehe. Mimi anaambia kwa nini kwa wazazi wangu sana nikamwambia alikuwa anakutia nguvu. Kai kwa wazazi wako. Kwa ni mpambanaji. Na kama ni mpambanaji unatumia pesa badilisha. Nikamwambia wewe utapotea kwa sababu unataka watu wanaokuambia ukweli. Wewe anakuambia ukweli kwa sura ngumu. Hao wanaokubebea watakupoteza. Amesimama na kusema, mimi kwa kweli nikamwambia ana lote. Siku moja wengine wamekuja kama hawatoka kwa kanisa. Nini? Tunakuta mchungaji amevunja jengo limeanguka chini. Amesema tunahama kesho. Hata tunajiandaa hela tutakuwa tuhama. Nikasema haniwa kwenye kiwanja chetu. Sasa angetusubiri tukae tuongee fanye hivi na hivi, fanye hivi na hivi. Yaani mmoja sasa kama kuanzisha jambo jipya, unafikiri mchezo? Nikamwambia sasa sikiliza. Hii kazi ni ya Mungu. Hivi wewe atafanikiwa tu. Atafanikiwa na wewe ndio utatia aibu. Sasa Mungu hawezi kumwaibisha alipomwamini Mungu kwamba tunahama kwenda mahali petu. Sasa mimi siwezi kukutia moyo. Nikamwambia siwezi kukutia moyo. Wao nataka nikasema andika historia kwamba hili kanisa ulianza na mchungaji na mafanikio ya kanisa, historia itakuwa inakutamka. Ujumapili uliopita nikaenda kwenye ile kanisa nikamnyanyua kakaka nikitembea na naye. Kwenye ile kanisa ambayo mchungaji alivunja ameenda wamejenga na wamejenga makubwa kuliko kaka mbele na mwangalia nikasema basi sitaje kwa sababu tuko hewani. Lakini kwa kweli sikumtafikia siku hizi kidogo najitahidi kuongea ukweli pale. Na alikuwa na
ningefungua mlango alikuwa anakuja kwa uasi, ikibidi ashawishi watu waondoke wakimbilie kwangu kwa sababu ya maamuzi ya mchungaji wao ya imani. Mchungaji haendi kujenga choo nyumbani kwake, anaenda kujenga kwenye uwanja wao. Na hapa wamefukuzwa toka. Mara kesho wanamwaga mchanga, mahali pa kuingilia wanafanya hivi, mchanga umezunguka pote. Pasta akaona isiwe shida, akavunja jengo. Nikasema mimi ndio nimevunja mara 3. Na nikamwambia subutu uje hapa, mimi maamuzi hapa ya kufa mtu. Maamuzi ya kibabe kweli. Unakuja kukimbia bila nguo kama Masai hapa. Kitu kidogo tu mtu kinamkosa. Kidogo. Imani inaweza kukua. Imani inaweza kukua. Imani inaweza kukua. Imani inaweza kukua. Imani inaweza kuongezeka. Wewe uliye hivyo leo, hautakuwa hivyo kesho. Hautakuwa hivyo kesho kutwa. Unayopata malaria tu, utapakamia mtu ambaye anaumwa sana, ameparalyze. Alafu imani inasema omba naye ananyanyuka huyu. Omba naye ananyanyuka huyu. Wewe ambaye leo unatishiwa nyau, imani yako ikiongezeka utishiwi nyau. Unaona haya ni madogo tu. Ninakoboa. Sema amen. Jambo kwa tuongea na mke wangu. Na yeye ndiye wani kabisa. Na mshirika mmoja nampigia maisha hapo. Miaka nenda rudi. Haendi kwenye matukio na mume wangu ananiambia muda huu nistoke. Miaka nenda rudi. Hatari. Jamani baba ni mwenye ndoa kijana. Lakini kuna umri fulani wa ndoa sio kutishana. Ndio. Sio kweli. Ni kutishana, wa kuambizana ukweli tunaishi na watu. Mimi sipenda kumatukia wenzangu. Si zingine tukiza pale Kenya anajifanya ndoka na mapenzi kuliko wanawake wote wa kanisa. Mungu mfukoni atoshi. Imani kikua unamwambia mume wako ukweli. Wewe ni mume wangu sawa, lakini kwenye mambo ya kiroho siwezi kurudi nyuma kwa sababu yako. Na Mungu ni Mungu. Anaanza kusema hiyo kumkesha, lakini kama kule kwenye nyimbo za alisema olewi sasa kaolewa, unaona ameenda sasa zingine. Kwenye mambo mengine ameenda, ila anambania mengine kwenye mambo ya kimungu, kwenye mambo ya ushirikiano wenzake. Kwa nini imani haikui? Lazima imani ikue, ipige mahali unaanza kumwambia mtu macho kwa macho, unamwambia mtu pasipo woga. Kwa sababu unaanza kukataa kwa adabu. Rudia neno hilo, mwambie unaanza kukataa kwa adabu. Sio kila kukataa unakataa bila adabu. Kukataa kwa adabu. Imani inakuwa. Na nichekishie tena mwakani, bonge la imani inasema. Nikwambia mkawa Mungu ameshanipa neno la mwaka 2026, balaa lake itakuwa balaa tele. Nikumwamini Mungu kusiko kwa kawaida. Jamaa linaongezeka imani. Maana nimeshatembea na Mungu, nimemuona Mungu anavyotenda. Mwambie jirani yako unapotembea na Mungu na ukayaona matendo ambayo Mungu anatenda kwako na anawatendea wengine, hayo ya kuongezea imani. Mwambie ya kuongezea imani. Unapokuja ogopa huko nyuma, mwambie unapokuja ogopa huko nyuma kwamba utakufa na ukufa unapumua mpaka leo, hayo ya kuongezea imani. Hayo nafanya uambie wewe woga. Ulisha niogopesha kule. Na kikutokea chochote nimekupuuza. Jamani amina. 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 Ulangu umeenda sana. Lakini kiendeleo cha 3 nimekimaliza ila sijakupa maandiko. Kwamba imani inaongezeka. Luka 17:5. Wanafunzi wanasema Yesu tuongezee imani. 17:5. Wanamwambia Yesu atuongezee nini? Imani. Rumi sura 1:17 inasema imani hata imani. Anaposema imani hata imani, maana imani namba 1 hata imani, ile imani ya pili ni kubwa zaidi. Rumi 1:17. Tunaenda pamoja wateule wa Bwana. Kama bado unapenda kusikiliza kwa Mungu. Mambo maisha nataka nikupe mambo matano tu. Aina 5 za imani za kusaidia kwenye maisha yako. Aina tano za imani za kusaidia kwenye maisha yako. Ya kwanza ni imani yako binafsi. Personal. Imani yako binafsi. Yaani kuna kitu unakomaa wewe kama wewe. Wengine wote wanaelekea kukomaa peke yao. Amina. Shangazi yangu kuna mahali komaa peke yako. Hutapata support, komaa peke yako.
Wengi wanasema hili haliwezekani, lakini wewe unaona mambo ya pili. Hii imani niwaambie ndiye inayotofautisha. Tuko Kristo wote tunatofautiana kwa sababu ya personal faith. Kwa sababu ya imani zake binafsi. Na hii mara nyingi huwa inakuja kama gift, huwa inakuja kama karama. Yaani mahali watu hawatoboi, wewe unaona hapa natoboa. Unaona hapa nafanya nini? Natoboa. Mimi kuna wakati huwa inanijia imani ya kwamba niingize gari kwenye bahari nitafika mambo ya kiki. Sasa wewe mwingine unasema baba nishushe. Hata mke wangu hapa anasema nishushe. Nishushe kufananisha na hapa. Unaona? Ni pesa of faith. Kitu hicho ni cha ajabu sana. Unaweza mkaa kwa mwele mzima nawaza nini? Mimi nimeweka kaa msibani sehemu. Watu wanaanza kuzika kesho. Mimi nawaza marehemu kufufuka. Nawaza marehemu kufufuka. Sababu tunasema watoe watu nje, nenda kamatana maiti wewe na yeye peke yake. Sasa siku ya kwanza nilipuuza nikakataa. Hiyo ni kosti sana. Na siku ile nakuhakikishia sio miamko. Wewe maiti yake. Mpaka leo namfahamu na jina lake na mahali tulipomzika nikipita na gari. Huo moyo unaniuma sana. Na Mungu alinilaumu sana. Lakini mimi peke yangu nilikuwa mwanzoni kwenye kipindi kigumu kabisa cha huduma. Sijui kama mtoto zangu nilikuwa nimeshamuoa mkuu. Lakini Mungu anasema nataka nijifunze kwenye kijiji hiki. Huyu ananyanyuka. Huyu ananyanyuka. Sio sijawahi kuona wapo. Nimeona wengi. Kwa sababu imani huwa haikupuki kila wakati. Kuna kitu inakupuka hapo kinafanyika. Kama juzi ilikumbuka imani ngumu, nikasema tunaingia kwenye maombi ya siku 28. Baada ya kumaliza maombi ya siku 28, nataka mambo moja yawe yamefanyika. Unajua nini? Nikasema nataka madirisha yote tumefunga kanisa hili. Sasa madirisha pale ya chini, kuna jengo lile la ghorofa. Ya chini pekee yake hapo sawa sawa. Dirisha moja ile thamani ya 400. Kitu ambacho ukifanya Januari mpaka Oktoba, unataka kufanya ndani ya 2028. Inawezekana? Namba 2 nikasema nataka kupiga sakafu eneo lote la chini. Sio padogo, mama anapajua. Tunarudi kwa kundi muda mrefu. Tunazidi kumilina silaha huko. Nikakasirikia ile kundi. Wanako wamesha kasirikia, wameongea lakini imani ilikuwa hapana. Nilipopanda nikasimama. Na nikaita watu, wewe na imekuwa. Tumefunga madirisha yote. Tumesakambia kote. Nani asikize? Lakini nilichomoka. Kwa jina lako na mimi nichomoke ndani yangu. Hiyo imani inachomoka kupambana na simba anayekuungulia. Samsoni, simba sio alimungulia Samsoni tu. Alimungulia Samsoni na mama zake. Na baba yuko pale na ndevu zake na mimi kijana mdogo. Ambaye alinyanyuka kwamba simba na mchana alikuwa na baba. Alikuwa mama. Ndio kile aliyekumwambia hata kama nilikuwa baba yangu. Mgeukie, mwambie hata kama nilikuwa baba yangu. Au nilikuwa baba yangu. Au umetangulia kuokoka. Mimi ikiruka imani ya kwenda kumtana simba, nachomoka mwenyewe. Na mambo ya namna hiyo, usimwambie mtu. Samson hakuaga usiage. Maana ya Usmaili. Usiage unaamini hiki kitawezekana. Pesa ndio inakuja, unachomoka. Imani inatusaidia sana kutikisa milima, kutikisa mambo magumu yaliyo katika kanisa, yaliyo katika familia. Tunawahitaji watu wa namna hiyo. Mmoja ananyanyuka, anasema kwa nini jengo lisito lote? Mimi naenda kuuza eneo langu. Nauza eneo langu mchungaji mmoja bana. Hii ni mali moja. Hapo ndio tunasema jamani. Kauza ilikuwa hivyo tu. Kauza ilikuwa nashangaa anakuja kutadhirika. Juzi niliwaza nikasema kuna tumauleta huko nje lakini wako tumauleta wengine kanisani. Tunapoacha kanisani watu wanafanya mambo sisi tumetulia. Hao ndio tumauleta wetu. Hela zote tunazotafuta sisi zinaenda. Kuna muda ananielewa? Kuna muda ananielewa? Wewe fanya wewe unatia huko mimi mnyonge unaimba. Mimi mnyonge. Kila wakati kakafuta sadaka cha kutoa kuchangia ujenzi unasema mimi mnyonge wako anatoka. Hao unawafanya tumaulete wako. Watafutia hela zako zote. Hazidi kwako zinaenda kwa. Imani ya kibinafsi tunaiona kwa watu wengi. Muda wangu umeenda lakini mmoja wapo ni Samsoni. Mwingine ni Petro. Akasema Yesu mimi nakuja kwako. Akatoka kwenye mtungi akaanza kukanyaga nini? Maji. Jamani amina. Imani nyingine ya pili tunaita imani nyingine ya pili ya kusaidia ni imani ya wanaokubeba. Ya wanaokubeba. Marko sura ya 2. Kuna kipindi utaparalyze. Na kuna mwanadamu
kupita vipindi hivi. That's why usidharau wengine. Mwambie na kusinidharau. Kuna siku nitakubeba. Mwambie tena usinidharau kabisa. Iko imani ya wanaokubeba. Wakati wewe totally umekata tamaa. Wewe ni mtakufanya. Umevunjika moyo, nafsi yako imeinama. Muombe Mungu akupe watu sahihi watakaye kunyanyua. Na wakikunyanyua kushusha alipo Yesu. Jamaa walikuwa na target. Walipomnyanyua huyu mtu Fondoya, majamaa manne. Huyu hakuomba kwamba anataka kwenda kwa Yesu. Alikata tamaa kama Mnyakyusa amesema ndivile. Hana cha kufanya. Waliomkuta wakasema, "Wacha tumsaidie huyu mtu. Anabeba elewi atapelekwa wapi?" Wakatafuta mahali alipo Yesu, wakatoboa juu ya ndani, wakamshusha. Mwambie jirani yako, nishushe alipo Yesu, usinishushe chooni. Maana wangekosea mahesabu, wangeweza kumshusha chooni. Lakini wakashusha kwa target mahali ambapo alipo Yesu. Na akapona. Na wauliza huyu mtu alikuwa na imani yote. Alikuwa na imani yoyote mgonjwa? Alibebwa. Kwa hiyo hii ni imani ya pili inayotusaidia. Kama usiwe mbabe wa kutaka kutembea peke yako bila watu. Kuna siku utawahitaji watu. Na kuambia kuna siku utawahitaji watu. Hata kama uwe na upako unaozidi, wewe kuwa na upako na mzidi Musa. Lakini ule upako wa kunyanyua mikono ya Musa, bado Musa alihitaji watu wa kunyanyua mikono yake. Mtu mmoja alitikia sema amen. Wewe unauma mwimbaji mwenzangu, mhubiri mwenzangu, usijiondoe kwa watu wanaokubeba. Kuna watu wengine huduma zao zikiinuka hivi, wanawakimbia wanaowabeba. Hata uelewa umebebwa na watu wangapi, ndio maana hiyo huduma yako imeenda. Hata mimi nao wananikimbia kanisani. Hawaelewi wamebebwa na mimi, wamebebwa na jina langu, wamebebwa na kazi niliyofanya. Wengine wao wanapotea moja kwa moja na uimbaji wake moja kwa moja na huduma yake moja kwa moja. Usidharau wanaokubeba. Hata kama ni taasisi na kubeba, usidharau. Kwa sababu kuna wakati utatembelea kitanda chao tu, wewe hujielewi. Unakuja kujielewa ukizinduka kwa mambo nilibebwa. Tumoja sema amen. Ndio maneno mazito sana. Tungaji Mungu amenipa ujumbe leo usielewe, lakini sio ujumbe mwepesi. Mtu mwenye kuelewa utamsaidia kama sio leo kesho. Tatu, aina tatu ya imani. Leo nimesema kwa mbili. Ukiandika mwenyewe utasoma. Sasa kwa maandiko mengi kwa jambo. Mungu kwa ajili ya muda. Tatu. Imani ya masaidiano. Aina tatu imani ya masaidiano. Imani hii ikoje? Imani hii ipo ambapo wewe unacho kidogo na mwenzako anacho kidogo, mnakiunga. Mwambie jirani yako tuunge na yako. Imani. Na wapate watu sahihi wanaokuunga kwamba nyanuka twende. Yaani hicho wewe una chochote cha kufanya. Unacho. Nimeichukua kwenye mjadala hasa alikuwa la kwanza ni kwenye mjadala wa uponyaji wa Naamani, akiwa na wale watu waliotoka naye huko wameenda naye, alafu anagoma taratibu zilizowekwa na Elisha. Kuna wale walipata kwa mjadala. Sasa sikiliza, umeshaingia maombi yote na huko naongeambia jambo kumsungefanya tuvumiliane tu. Tena unajua mtu mnaposhirikiana imani, wanaweza kuwa yeye ndio kuingia kwenye maji ni yeye, lakini tunamjumlisha na tuingie kwenye maji. Tungeambia jambo gumu si tungefanya. Si tuingie tu. Kapandisha. Wakaongeza kitu kwa Naamani kuingia majini. Vingine Naamani angerudi na ugonjwa wake. Hawa sio walimbeba. Naamani mwenyewe alikuwa anaamini kwamba alisikia neno kwa mjakazi na alikuwa anaamini kabisa huko anakwenda ndani. Lakini alitaka kugarikishwa hapa na imani, kubaki peke yake tu bila mtu. Wale waliokuwa naye wakamsaidia. Na niombi letu mchungaji, tuwe na washirika kanisani wanaosaidia wenzao, sio wanawaua. Mimi naelewa wangekuwa washirika wa leo wamemwambia nirudie kwenu. Kwani huyu ni nani? Mchungaji ni nani bwana? Kwani makanisa ni hivi tu? Jiende kwingine. Si ni kweli mchungaji?
Tuna washirika wanaoweza kumsaidia mtu ameathirika, ana imani lakini ni ndogo, ili waichanganye na yake waendelee. Watu wanaosema rafiki, unaopita na mimi nilipitia, lakini ushindi upo. Angalia umepita kwenye hili na hili ulishinda, na hili dogo utapita. Hatuna. Lakini hiyo ni moja ya msaada sana, inasaidia kwenye mambo ya imani. Mtu mpaka anasimama madhabahuni, anamshukuru Mungu, anamshukuru mchungaji, lakini unamwona anamdai kitu fulani. Alipokuja alinisaidia. Wengine wanakusaidia tu na wanasema utapotea kabisa na maamuzi yako unaenda kwa Mungu. Imani ya masaidiano. Jamani amina. Imani ya nini? Ya masaidiano. Imani namba 4 ni imani ya muombaji. Sasa hapo nakualika. Kama total umekata tamaa, kuna mtu wa kukubeba, kuna mtu wa kukusaidia, yuko mchungaji hapa Yesu. Kuna wakati wanakuja watu kwetu wako tila lila, yani haelewi lolote. Anasema mchungaji kama unaomba utaomba. Hao mimi wanawapenda sana. Kuliko wao wengine wanakuja kuomba lakini na wenyewe wao. Ukisema baba mtakatifu, niko hapa mimi natulia, omba mwenyewe basi. Kuna mtu kuweka mkono uombee tu, yeye ndio anaomba. Yehova ile, Yehova bisi, Shaddai, Kadesh. Sasa unasema hayo ndio nitaka niseme mimi. Kama anasema Yesu aseme. Na ni kwa vipi hapo ndio leo. Ulikuja kwa vile tulia, umekuja kuombewa tulia. Yakobo ameshakushinda. Sasa tunataka mtu ambaye amechoka kabisa hawezi. Yaani mnaomba yeye anaondolewa. Hapo kusema mbele unafanya nini? Wewe kupita vipi na namna hiyo? Yaani nasema sisi tunaenda kwa. Yaani huko mbele nasema kama sio mchungaji. Ni hapa iko basi. Umekwisha kubeba wala una chochote, kubaki nani? Kubaki. Hiyo habari ya sura ya 5 ya kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5, habari ya Naama. Ukisoma kule mbele. Elisha alisema, mleteni kwangu. Yaani manake wengine wote walikuwa wameshachoka, nasema mleteni kwangu, mleteni mimi. Mfalme alipelekwa akasema mimi natafuta vita na mimi. Unaleta mkomba akasema mleteni kwangu. Kuna baadhi ya mambo peleka kwa mchungaji akaangaike nayo. Peleka akaangaike nayo usiku na mchana. Imani anayekuombea. Jamani amina. Imani ya mwisho. Mimi nimeiweka nayo ni imani ya mwisho. Ni ya Mungu mwenyewe. Ni ya Mungu mwenyewe. Hii nimeiweka kwenye Timotheo wa 2:13. Anasema hata msipoamini yeye hudumu wa hata msipoamini yeye hudumu wa kweli. Hapo amini. Yaani kuna kipindi fulani niwaeleze ukweli. Mshirika au wewe unakuwa uelewe cha kufanya. Alafu na mimi hata mimi sielewi hivyo. Mzee mkafikia sisi mimi. I remember mwaka mmoja nakumbuka. Daktari mmoja aliwahi kunipigia simu analia. Tunataka kulia. Na daktari ambaye mimi nikamwomba na muamini naenda nisaidie. Anapiga simu analia mpaka na kamasi unasikia. Anaponipigia simu siku nilikuwa napita kipindi kigumu, nilikuwa namwangalia. Niombee na mimi. Hadi mimi leo mimi nimetoa naona nasikiliza anayeongea analia kamasi na mimi naangalia ya kwangu. Kilikuwa ni kipindi kigumu kwangu, sitakuja kukisahau. Hapa anayebaki ni nani? Hapa anayebaki ni nani? Na usikute wewe amekuja siku moja nikampigia mchungaji kubali sana mimi ndio nasema shukuru Mungu. Shukuru Mungu tu. Na mimi nilipokuwa nimeangalia mimi na mimi bado naangalia Mungu huyo. Na nakutia Mungu. Iko kipindi sisi kama wanadamu tunashinda. Lakini yuko Mungu. Kuna mahali anabaki yeye tu. Ndio. Kiko kipindi napiga hesabu za kisayansi na za kiakili. Unaona ile haiwezekani. Unaona haiwezekani. Hata sisi kama wanadamu tunapiga mahesabu, tunaona ile ni ngumu, tunakukatia tamaa. Lakini Mungu ana imani nyingi mno, ndio maana ametugawia hata sisi. Tunaishi. Naomba simama pale hivi. Ramora shaka kabosi. Ikiwa umesimama pita madhabahu.
Pita madhabahuni pamoja. Pita madhabahuni wote. Mchungaji njoni hapo, mchungaji njoni kusimama mbele ya watu. Rehema wanga na mashaka. Weka mkono kwenye moyo wako. Maisha yetu ni maisha ya imani. Kuna wakati tunachekwa sana kwa ajili ya maisha haya. Kwa sababu tunaposema maisha ya imani, yuko vitu havionekani kwa macho. Kiasi kwamba unapomwambia Mungu ninatumaini, unakuona wewe ni mjinga. Unatumaini nini wakati hali bado ni mbaya? Lakini maisha ya imani, tunashika vitu ambavyo havijashikika kwenye mikono yetu. Shabaka, unaweza kufanya, unaweza kutenda makubwa, unaweza Yesu. Imba unaweza, weza kufanya, unaweza, weza kutenda mambo ya wakanda wa mashika zaidi ya imba unaweza, weza kufanya Yesu, unaweza, weza kutenda mambo makubwa ya wakanda wa mashika ikomeano mushikamisa. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza, unaweza kufanya Yesu wangu, unaweza kutenda hayo mambo makubwa zaidi ya na kuombea. Yale unayoona mlima yanaondoka. Umekuja na imani ndogo hapo nje ya radari, haijalishi kwa Mungu. Umekuja na imani imeongozana na mashaka mengi. Kuna wakati mpaka unajishtukia na mashaka yanataka kuwa makubwa kuliko imani. I'm going to pray for you now. Na muamini Bwana wa miujiza yuko hapa na uweza wake uko hapa. Baba, katika jina la Yesu, ninawaleta watu wa mikononi mwako. Wewe unajua mapitio yao, unajua mambo yanayowashambulia, unajua mambo wanayokutana nayo, unajua magumu wanayokutana nayo. Nami ninawaombea Bwana, uwainue kwa neno hili la imani, uwainue, wape imani ya kibinafsi, imani ya kusimama na wewe, imani itakayofanya wawe tofauti na wengine, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wape watu wa kuwabeba wakati wamechoka, wamekata tamaa, katika jina la Yesu. Wape wanaowaombea ramarandoba, sheraborandoba, hapo mahali ubaki mwenyewe Mungu. Tenda kwa uaminifu wako katika jina la Yesu. Tende dada huyu, tende dada huyu, tende mama huyu, tende mama huyu Bwana. Ramarabosha, rabakanta, yale anayoona magumu yageuke kuwa mepesi. Yehova, onekana ukitenda, wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu. Sasa ninakwenda kuangusha milima iliyo mbele yako, na ianguke kwa jina la Yesu, na ianguke kwa jina la Yesu, na ianguke kwa jina la Yesu. Kila kinachosimama mbele yako, kila kinachosimama mbele yako kupinga mwendo wako, kupinga safari yako, tunakipiga kwa jina la Yesu. Mungu, na ionekane kwamba wewe ni Mungu, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu. Hebu nenda kwa lugha mwenyewe, nenda kwa lugha mwenyewe. Ruhusu Roho Mtakatifu atumie kinywa chako, ruhusu Roho Mtakatifu atumie kinywa chako, ruhusu Roho Mtakatifu atumie kinywa chako, katika jina la Yesu Kristo. Ina maana makasho mbele, raka makanto mbele, rana mahanunesha, raka
Ramakato Keria, Rakamakato Mari, Rakamakato, Namanamakato. Nawe mtazamaji wangu unanitazama wakati unapokuhubiria, nataka nikuambie maisha ya imani ni maisha yasiyoshindwa, ni maisha yasiyoshindwa. Wewe unanitazama unasema mchungaji na mhubiri, ninaye makuu katika maisha yangu. Antelio Mungu wetu ashinde jambo hili, nakwenda kukuombea. Neema ya Mungu inakwenda kukusaidia, neema ya Mungu inaenda kukushindia. Wako wengine ambao nakwenda kuachiliwa imani kubwa yenu, imani ambayo itakuvusha ng'ambo ya pili. Usiteteleshwe na imani hiyo. Hata wengine wakipinga usikubali. Wako wengine mtabebwa. Mungu atawaleta watu wakubebe ambao hawatakupeleka mahali pabaya, watakupeleka alipo Yesu. Rabakataba, ninakuombea katika jina la Yesu. Bwana kutetee na mapito yako, Bwana kuinue, Bwana kushindie katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Asante Yehova kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Asante, asante, asante.